الحمد لله الذي لوله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلنا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه ذوي المجد والكرامات. أما بعد ya kumhimidi Mola Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rahma na amani Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, ikiwa Ijumaa hii bila shaka itakuwa ni Ijumaa ya mwisho katika mwezi wa Shawwal baada ya kutangulia wa mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao kwamba watu walizijaza nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Watu walijazana kwenye misikiti kote ulimwenguni, na ikafikia pahali pia ikawa ni ada zile shule zote ambazo zipo karibu na mazingira ya msikiti, wanafunzi pia kuleta wapi? Msikitini, pamoja na walimu wao wasioswali. Imekuwa ni ada. Naam, sasa hivi shule zimefungwa na watoto wale walioswali Ramadhani wapo ndani ya majumba wazazi wao. Cha kushangaza ni kwamba sasa hivi ikiwa ni saa 6:35 dakika zake, Waislamu wako safu mbili. Anasema Allah, walaula fadlullahi alaykum ma zaka minkum min ahadin abada walakinna Allaha yuzakki man yasha. Na lau isingelikuwa ni fadhila ya Allah kwenu nyinyi Waislamu, lau isingekuwa ni fadhila za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa Waislamu, basi asingepatikaniwa hata mmoja wa kuweza kutimiza wajibu alioamrishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu anamtakasa mtakaye, anamuelekeza mtakaye, anamthibitisha mtakaye. Hata mtume wetu Muhammad alayhi salatu wasalam anaelezwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an, suratu Isra aya 74. Allah anamwambia mtume wake, walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila. Ewe Muhammad, lau sisi tusingekupa msimamo tukakugandisha kabisa kwenye dini na imani, ingefikia pahali hata wewe ungeegemea kidogo, hata kama ni kidogo, kwa makafiri na washirikina. Huyu ni mtume alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo sisi ambao mpaka sasa Ramadhani ishatangulia na bado tunawaisala kwa wakati, lau isingekuwa fadhila za Allah kwetu kutupa neema hiyo, huenda hata sisi tukawabizi na shughuli zetu. Mwenyezi Mungu atubakishe ndani ya nyumba zake tukiwa tunafanya ibada
Maudhui yetu ya leo, arrujuu walintikasu baada iltizami wa taa, kurejea nyuma na kubadilika kwa Waislamu baada ya kwamba kipindi cha nyuma walikuwa wao wameshikamana kisawasawa na wameshika taa vizuri. Watu wanafika msikitini kwa wakati, hawana upesi. Wakishamaliza kusali, wanazo dakika za kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na hata wengine wakalala msikitini kutoka dhuhuri mpaka alasiri kawapata pale. Bwana, usifunge msikiti, mimi bado niko. Wako wapi wale waliokuwa akimwambia mshika funguo za msikiti, usifunge msikiti, bado niko? Wako wapi? Sasa janga hili, ambapo sio janga la mji mmoja au sehemu moja, bali ni janga la kimataifa, janga la watu kurudi nyuma na kubadilika baada ya kwamba wao walikuwa wameshikamana na wanamtii Allah subhanahu wa ta'ala kisawasawa. Wanachuoni wanatueleza maneno yaliyokuwa wazi kabisa, wakisema inna dhahirata arrujui an al-iltizami bihadha ad-din qad intasharat fi al-muslimin, hakika uwazi uliopo wa Waislamu kurudi nyuma na kubadili kwenye taswira waliokuwa nayo ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo zima la dini hii, limeenea kwa Waislamu wengi sana. Yani leo Muislamu wa zama hizi, yeye kuswali mwezi mmoja na kuacha swala mwaka mzima sio tatizo, na huyo bado atabakia akitambulikana ni Muislamu, na atakifa atazikwa Kiislamu, ambapo ni kinyume cha sheria, kinyume kabisa. Mtume alayhi salatu wasalam anatueleza katika hadithi yake akituambia, al-ahdu bainana wa bainahu, mpaka na ahadi iliyopo baina yetu sisi Waislamu na wasiokuwa Waislamu, as-salatu, ni kule kutekeleza kitendo cha swala tu. Kuashiriwa inapokosekaniwa sala, huyo mtu hayupo kwenye mduara wa Uislamu. Suratu Tauba, Mwenyezi Mungu Subhanahu anasema, wa intabu, na kama washirikina watatubia au makafiri watatubia. Ni nini maana ya tauba kwa mushrikoni? Bimaana kama watakuja na maamuzi mapya, waseme la ilaha illa Allah vizuri, waqamu salata, baada wakishatubia wakatamka kalma la ilaha illa Allah, hao washirikina, na wakasimamisha sala, wa atau zakata, na wakatoa na zaka, fa ikhwanukum fi din, hapo sasa wanaingia kwenye msingi wa udugu kwenye dini. Baada ya kalma ya la ilaha illallah, hii ni tauba kamili kwa wale ambao kwamba si Waislamu. Lianna shahadata, kwa sababu shahada ya la ilaha illallah tahdimu ma qablahu, inaporomosha na kuvunja zile dhambi zilizokuwepo kabla ya kutamkwa kwake. Kwa hiyo washirikina
au makafir watakapokuja wakatamka la ilaha illa Allah, inafuta dhambi zote walizokuwa nazo nyuma. Kisha wakisimamisha sala, alafu waje watoe zaka kwa waliokuwa nacho katika mali, Allah sasa anatangaza hapo udugu wa Kiislamu umeshatimia. Kwa hiyo ule Uislamu ili upatikane, kwanza inaanza na shahada ya la ilaha illa Allah. Ishakuja shahada pale pake, inakuja sala pale kwenye shahada, kisha inakuja zaka, alafu ule Uislamu unakuwa barabara. Kwa ndugu zangu, wewe na mimi unapokaa pale nyumbani kwako, pata kujiuliza swali tu, wale wanaojaza hizi nyumba za Mwenyezi Mungu Ramadhani kisha wanatoweka, tunawaweka fungu gani? Wakati Mtume anatuambia yule atakayeshindwa na kuipata salatul asr, salatul asr khasara yake kana kwamba mtu zimetukuliwa mali zake, wametekwa nyara watu wake, kabaki peke yake hana kitu. Salatul asr inapokosekaniwa, inapelekea Muislamu kuhesabikana chumo lake lote limetekwa nyara, limekwenda, na hata familia yake ishatukuliwa, hana kitu. Au kwa maana nyingine, salatul asr inapokosekana, amali zote zilizotangulia zimekwisha. Sasa anakuja anakosa jamaa huyu sala za mwaka mzima, miezi 11 haja swali. Kwa hiyo gonjwa hili la kimataifa la watu kurejea nyuma na kubadilika, baada ya kwamba wao walikuwa wameshikamana kisawasawa na toa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu, wakiitwa kwenye kutoa sadaka wanatoa, wakisikia adhan wanaitikia, na vile vile pia wakaonyeshana mapenzi ya hali ya juu. Bwana, leo nakuhitaji, anamfuata ndugu yake Muislamu salatul asri ndani ya mwezi wa Ramadhani. Bwana, leo masaili ya iftar ni kwangu, yani anatafuta watu mapema. Yule aliyefuturisha watu leo yuko wapi msikitini? Yuko wapi? Sababu ya watu kurejea nyuma na kuacha taa ni nini kinachopelekea hivyo? Sababu ya kwanza, alghaflatu an dhikrillah, ni watu kughafilika na utaji wa Allah. Sababu ya kwanza, watu kujisahau kufuatilia utaji wa Mwenyezi Mungu, fala yuhafidhu ala al-adhkar ash-shar'i, akawa Muislamu haifadhi, hashikilii zile adhkari za kisheria, anaziona ndogo kabisa, hazina nafasi kwake, yuko bize. Kwa hiyo akiamka asubuhi, kule kutamka tu alhamdulillahi alladhi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhna li bidhikrihi, dua hii anamshukuru Muislamu Mola wake, sifa njema zote ni za Allah ambaye ameniregeshea roho yangu. Kule kulala ile roho imekwenda ikaenda, sasa imefika wakati wa alfajiri, Allah anairegesha roho, na Allah akakupa afya, ukaamka mzima kabisa, unapiga chafya, unanyoosha na mikono. Kisha Allah akakuidhinisha upya, akupatia wadhifa mpya wa kumtaja, ndio sababu umeamka. Sio kwamba umeamka ukimbie kazini kwako tu, au sio kwamba umeamka sasa ndio upange mahesabu ya chai tu. Hapana bwana, kule kuamka kwako wallahi Allah amekurejesha tena kwa sababu ya ibada.
Muislamu dua kama hii anaiona dua ndogo sana, kumbe kule kuiomba kwake na kuisoma kwake wakati umeamka ina tafsiri kubwa, na unapata wepesi wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo pale watu walipokuwa wavivu wa kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa ni wazito kutekeleza taa zinginezo. Wallahi kama umeshindwa, alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur, imekushinda hii, basi salatul fajr ndio kabisa. Kama umekuja ukashindwa, bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ard wala fis samaa wa huwa samiun alim, mara 3 ikashinda hii, wallahi salatul fajr ndio kabisa. Muislamu dua hii inamshinda wakati amefikiwa na asubuhi. Ikiwa dua hizi ni mtihani kwetu kwenye maisha yetu, basi sala itakuwa kabisa zinakuwa nzito kwetu. Kwa hiyo pale tuliposhindwa kumdhukuru Allah, nasi tukashindwa kubakia kwenye uchamungu aliotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu ya pili ya watu kurejea nyuma na kuacha taa, ataalluq bidunya, ni pale watu walipokwenda kuikumbatia dunia. Mahesabu yote hapo ulimwenguni, ukimpata leo Muislamu ana furaha, usione ni kwa sababu eti kapata salatul fajr kwa jamaa. Ana furaha kwa sababu dunia yake siku hiyo ikafunguka vizuri. Ukimpata Muislamu ana furaha leo, sio kwamba ni kwa sababu wiki nzima kapata swala kwa jamaa ndio ana furaha. Anafurahia kwa sababu tabia zake za kimaisha zimeelekea alipotaka. Halalan kana au haraman, ema ilikuwa ni halali hiyo au ilikuwa ni haramu, maadamu ikishaingia kwenye mikono yake, kashahesabu senti zake, wallahi siku hiyo atakuwa na furaha kubwa. Wale watu walipofikia pahali dunia ndio furaha yao, dunia ndio huzuni yao, akhira ikawa mbali na sisi. Leo tunafurahia kwa sababu dunia yetu imekuwa vizuri, na leo tunakuwa na miguno na hasira na nyuso zikakunja kunja kwa sababu dunia imekataa kuingia mikononi. Hata mtu ameshikwa kabisa na kichaa. Nini shekhe bana, acha tu bana, maisha magumu kabisa. Kile unapofanya si hivyo shekhe, unapokamata pateleza bana, tufanye nini sisi tafali. Ukishampata huyu amefikwa na ahzani, hana furaha, usiulize kwamba labda kuna jambo la kidini limeharibika kwake. Ni kwa sababu ya dunia imekataa kuelekea vizuri kwake. Ikafikia pahali dunia hii ikishakuwa imeharibika, Muislamu wa zama hizi anapatwa na maumivu kwa sababu ya kile alichokikosa kwenye dunia yake. Jambo la 3, sababu inayopelekea watu leo kupoteza ihtimamu na taa, kuacha kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, almughalatu fil ihtimam bin nafs ma'kalan wa mashraban wa malbasan wa maskanan. Mughalat, Waislam kujiwekea maisha ya hali ya juu wakati sio daraja yao. Yani mwanadamu akajibebesha majukumu mazito nje ya uwezo wake. Tunaposema mughalat, yani zile bajeti za siku na kibarua chake ni tofauti kabisa. Ana lazima apate paga siku hiyo ya mke wake, yake na wanawe. Pesa ngapi hizo? Bajeti ya mchana ama ya jioni bana, hapo kwa uchache takana 1400.
Kwa hiyo 4600 ni saba peke yake. Hivi una akili? Kwa hiyo anakosa wakati wa kumdhukuru Allah kwa sababu yupo mbioni anatafuta pesa ya pizza. Yuko mbioni kabisa kabisa. Amepatwa na msongo wa mawazo kwa sababu eti mwezi umeisha, hajatoa familia yake out, hajawatoa out. Na zile budget nyingine nzito nzito, mabajeti hayo yanapelekea pahali mwanadamu anakosa wasaa wa kuutenga kwa ajili yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Ikishafika jioni kachoka, hata zile nyakati za usiku anakosa kuongea na Mola wake subhanahu. Wa min al-layli fatahajjad nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Mwenyezi Mungu anampatia amri mtume wake, maelekezo mtume wake, ya kwamba hapo kwenye nyakati za usiku, hapo kuna wasaa, kuna nyakati, kuna dakika special ambazo nyakati hizo, ewe mtume wangu Muhammad, fanya zisimamo zako za tahajjud, sunna kwako. Leo kutoka Ramadhani ilitoweka, tukapitwa na visimamo vya tarawih na visimamo vingine. Si ajabu Shawwali inakwenda ukingoni, hajasimamapo Muislamu hapa hata siku moja nyumbani kwake, hajasimama. Akishaanguka anashtukizia ni rakaa pili, salatu al-fajr inaisha. Ndugu zangu, ughali wa maisha kuyaweka magumu sisi wenyewe. Walipokuja watu wa Ibrahim ibn Adham na kumweleza kwamba bwana, majambo kule sokoni yamekuwa ghali, upande wa nyama kule bwana zinauzwa ghali, tufanyeje bwana? Sokoni kule sasa hakugusiki. Kawaambia arkhisuhu, kama nyama zimekuwa ghali zifanyeni zishuke bei ziwe rahisi. Namna gani? Maduka sio yetu ya nyama, namna gani? Vichinjio hatumiliki sisi. Akawaambia la tashtaru, msizinunue. Kwa hiyo Muislamu akiona kwamba uchumi umekuwa ghali, kilichopanda usikinunue, kiache. Nunua kilichokuwa saizi ya senti yako, urudi msikitini maabudu Allah subhanahu. Si lazima. Na kama mke wako ni sababu ya wewe kupasuka kifua na dunia, mpe talaka ende zake, sio lazima. Asikii anataka mambo ya juu kila siku. Hata mtume kuambiwa na Allah, waite bana, fata'alain umatti'ukum wa usarrihukum sarahan jamila, waambie ndoni. Kama wanataka lazima magauni ya pesa nyingi, lazima na habaya, lazima mwambie njoo, nenda kwenu kavae habaya. Kwa nini nikosa swala kwa ajili yako? Bwana nazaa naye nitafanya lini? Kwani kazaa ndogo? Huyo mtoto paketi ngapi maziwa anakunywa ndo akue? Akija akikuwekea ugumu wa kumcha Allah, kwa sababu almar'atu salihah, yule mwanamke mwema mkusudiwa ni yule anayekusaidia kuipata akhira yako, anayekusaidia kuitafuta akhira yako. Ndugu zangu, alhuru baada alkur, watu kuishiwa baada ya kwamba walikuwa wamezidishiwa.
watu kuharibikiwa baada ya kwamba walikuwa hali yao ni mzuri ya kiibada. Mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi yake sahihi kabisa kaipokea Imam Ahmad na Imam Muslim, alipokuwa mtume akimwomba Allah subhanahu ulinzi wa nini? Mwenyezi Mungu amlinde na majambo matatu magumu. Jambo la kwanza, anasema sahaba Abdullah radhiyallahu anhu kwamba mtume alikuwa idha safara, mtume alikuwa anaposafiri, yataawadhu min wa'tha'i safar, akimwomba Allah amlinde amuhifadhi na maumivu na machovu ya safari, makero ya safarini anaposafiri, mitihani na matatizo ndani ya safari yake, wakabat almunqalabi, na vile vile akimwomba Allah muhifadhi na marejeo mabaya. Marejeo mabaya ni baada ya kutimiza safari yako na kurudi nyumbani ukapata mambo sio ulivyoyaacha, labda ukapata mtoto kafa au mgonjwa au hata nyumba kachomeka. Masala haya mtume akimwomba Allah amlinde nayo yasitokee anapokuwa safarini mwake. Jambo la tatu, walhuru baada alkur, kuharibikiwa na majambo baada ya kwamba yeye alikuwa mambo yake yametengenea vizuri, kurejea nyuma kiimani baada ya kwamba yeye imani yake ilikuwa vizuri. Anamwomba Allah, nilipoondoka shughuli zangu na imani iliyo vizuri na ibada kisawasawa, isije ibada hii na taa hii ikaharibika na ikafisirika. Anasema katika kuyafasiri maneno haya Ibn Mandur rahimahullah, kwenye kuyazungumzia maneno haya ya mtume alayhi salatu wassalam ya kuharibikiwa na majambo baada ya kwamba ilikuwa yako vizuri, alhuru baada alkur, an-nuqsanu baada ziyada, kupungukiwa na taa, kupungukiwa na mambo mazuri baada ya kwamba yale mambo yalikuwa yako vizuri. Na akasema min fasadi umurina baada salahiha, kuharibikiwa na majambo yetu baada ya kwamba yalikuwa yako vizuri. Yani leo Ramadhani ilikuwa watu wako vizuri kiimani, wanamcha Allah tabaraka wa taala laylan wa nahara, usiku na mchana wake. Huyu anasoma Qur'ani, huyu anafagia msikiti, huyu anafanya kadha, kila mmoja akashughulika na taa. Ikafikia pale leo taa hii imeshakwisha, misikiti haina tena watu, ibada zimegurwa, alwasaya almasajidu lam tughlaq. Enyi Waislamu, misikiti haijafungwa, walquranu lam tarhalu, na Qur'ani haijagura, bado iko kwenye shelfu za msikiti. Wasiyam lam tantahi, na ibada ya funga haijakwisha, funga bado zipo. Kuna ayyam al-bayd, kuna siku nyeupe, siku 3, na kuna siku 2 kila wiki, Alhamisi, Jumatatu, na hata pia kuna siamu Daudi, unafunga siku unaacha siku. Ndugu zangu, mtume alayhi salatu wasalam anamuomba Allah amuhifadhie majambo yake, amtengenezee ibada zake, amthibitishe kwenye dini, wala asije akarudi nyuma baada ya kwamba yeye alikuwa yuko vizuri kiimani. Na sisi Waislamu ambao tulikuwa na hema kubwa na pupa ndani ya masiku ya Ramadhani, wallahi ni mwezi mmoja Ramadhani ameenda zake, bado tunatakiwa kubakia kwenye taa, bado tunatakiwa kushikamana na ibada. Ule msikiti ambao ulikuwa tukushughulikia ubakie, shughuli zile ziendelee. Yule aliyekuwa akilipia umeme aendelee kulipa umeme, kwa sababu bado msikiti upo na ibada zipo, anatakiwa aendelee hivyo hivyo. Wallahi hivi ndivyo natakiwa, na Mwenyezi Mungu atubakishe katika hilo. Al-Imam Tirmidhi
alipozungumzia maneno haya ya Mtume alayhi salatu wassalam, alisema inma huwa rujuu min al-iman al-kufr al-hur ba'da al-kur, ni pale muislamu anaporudi kuiacha imani yake na ibada yake akarejea kwenye ukafiri, au min at-ta'ati ila al-ma'siyah, au akaacha mambo ya kumtii Allah akarudi moja kwa moja kwenye dhambi na maasi aliyokuwa nayo. Ikifikia hapo kwamba sasa tunaacha ibada, tunarudi kwenye maskani zetu chafu na kubadilika moja kwa moja, wallah fa idha taraja almar'u, mwanadamu akirudi nyuma akaacha ibada, yukhsha alayhi min su'il khatima, kinachosoga mbele kunaechelewa mwisho mbaya. Kama tutaacha taa kwa sababu Ramadhani imeenda zake, kinachotarajiwa sio chengine ila ni kumaliza dunia hii na umri wetu vibaya. Hadith inatokamana na Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala inna ar-rajula la ya'malu 'amala ahli an-nar, hakika ya mtu anaweza kutekeleza matendo ya watu wa motoni maisha yake yote, wa innahu min ahli janna, lakini ikawa kumbe kule mwisho yeye mtu wa peponi. Wa ya'malu 'amala ahli janna, na mwingine akatekeleza matendo ya watu wa peponi, wa innahu min ahli an-nar, lakini hapa kule mwisho ikawa ni mtu wa motoni. Wa innamal a'malu bil khawatim, basi matendo ndugu zangu yanatazamwa pale mwisho tutakapomalizia pumzi zetu. Juhudi ya ibada na dini ili tumalize vizuri umri wetu, haijalishi ni namna gani utaishi, lakini dini yako ndiyo kipaumbele katika kila umri na kila sehemu. Wallahi sifike pahali dunia ikakubadilisha na kuacha imani yako na Uislamu wako. Mazingatio kinachotazamwa ni pale mwisho atakapomalizia mwanadamu. Kaipokea hadithi hii al-Imam Tirmidhi. Hadithi hii na nyinginezo inatuonyesha uwazi ya kwamba al-ibra, mazingatio, laisat bima ya'malu al-mar'u fi hayati, sio kila anachoshughulikia mwanadamu kwenye maisha yake, bal bima yukhtam lahu yamutu alayhi, bali kile anachomaliza nacho kwenye pumzi yake na anachokufa nacho. Kwa hiyo athabat min Allah azza wa jalla wahda, msimamo wa dini na kubakia kwenye imani na ibada ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunatakiwa kila wakati abu qalb alqulub thabbit qalbi ala dinika, ewe unayebakisha nyoyo, unayethibitisha nyoyo, thibitisha moyo wangu kwenye dini yako na taa. Hivi ndivyo Mtume alivyokuwa kila dakika yake, kila siku yake akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, wasia huu ni kwetu sote, kwamba kuacha ibada kiholela wallahi sio dini, bali tumuombe Allah tubakishe kwenye taa, na sisi wenyewe tuwe na juhudi kubwa kwenye hilo. Allah naye atuongoze. Ataibun min dhanb kama la dhanba Allah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروه يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم.